Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Ukiisikia Chadema, sauti ya watu wengi, unasikia hoja zenye majibu ya changamoto. Nani ni mwenye dhamana na mtawala? Wenye dhamana wanalalamika na kulia na kujitetea. Alafu chama cha upinzani ambayo ni sauti ya watu, sisi tumekuja na hoja ya changamoto ya matatizo. Tumeshuhudia udhaifu wa kauli ambazo zimejikita katika hoja tatu kuu, lakini zote zikionyesha ukosefu wa mtazamo wa kimkakati, yani strategic foresight, na kushindwa kusoma uhalisi wa kiuchumi wa mwananchi wa kawaida. Kauli ya kwanza ambayo imetushangaza wote, wenye dhamana wanasema bei zetu ziko chini kuliko nchi jirani, pale tulipoonyesha mlinganisho wa bei ya nishati hii kikanda. Hii ni hoja dhaifu na kitaalamu na kisera. Ni hoja dhaifu. Kwanza, inapuuzia kabisa dhana ya purchasing power parity, yani nguvu ya uwezo wa kununua na uhalisi wa kipato cha Mtanzania. Pili, bei hii inaweza kuwa chini kwa kipimo cha ramani ya kikanda, lakini bado ikawa juu mno kwa uwezo wa mwananchi, na tulitoa kwa uwiano na kwa kuonyesha kitakwimu kwamba bei za majirani zetu, pamoja na gharama kubwa ya kusafirisha wakiwa wanatumia bandari ya Dar es Salaam, bei za wenzetu zipo chini. Na tatu, kwenye hoja hii ya kwamba bei zetu ziko chini kuliko nchi jirani kama ambavyo wenye mamlaka wanajitetea, hii ni tafsiri ya kiuchumi isiyo na hisia za kijamii, yani ile social sensitivity deficit. Wanashindwa kubeba ile hisia na hali halisi ya jamii ya kwamba wamelemewa na bei ambayo imewekwa sokoni. Kwa hakika, hoja hii inaonyesha uongozi unaojilinganisha na majirani badala ya kujilinganisha na hali ya wananchi wake, hivyo kukosa dira ya maendeleo jumuishi. Hoja ya pili ambayo walilalamika na kujitetea, soko la dunia ndio chanzo kupanda kwa gharama katika soko la dunia. Ndiyo, ni kweli, lakini si chanzo pekee yake kinachotokea kwa mlaji wa mwisho. Mfumo wetu wa PBA na mnyororo wa ununuzi una vipengele vya mikataba isiyo na unyumbufu wa haraka, rigid in procurement structures, pamoja na time lag inayochelewesha faida za mabadiliko ya bei. Tatizo hapa si soko la dunia peke yake, bali ni namna mfumo wa ndani unavyoshindwa kubeba ile mtikisiko ya nje kwa ufanisi. Kwa kutumia hoja hii kama msingi mkuu, wenye mamlaka inaonekana wanashindwa kubeba dhamana ya uwajibikaji na wanahamisha lawama nje. Lakini hoja nyingine ambayo wenye mamlaka wamejitetea nayo ni msimamo kwamba serikali inadhibiti bei kupitia EWURA. Jambo hili la udhibiti wa bei ni kweli, ndio udhibiti huu umekuwa ni wa kikanuni zaidi kuliko wa kimkakati. Ukweli ni kwamba bila kudhibiti gharama za msingi ni aina ya economic illusion, ni udanganyifu wa kimfumo. Ni sawa na kupaka rangi juu ya ufa ya msingi wenyewe wa jengo mahali palipobomoka. Kwa hivyo kuzisikia hoja za kujitetea badala ya kutoa suluhisho kwenye changamoto katika mazingira ya udharura kama jinsi ambavyo tumependekeza. Turudie kusema tena, panakosekana uwajibikaji na uongozi unaowajali watu wake ili wasiingie katika maumivu aidha yanayotokana na mtikisiko na mshtuko unaotokana na bei katika soko la dunia. Serikali inayowajali watu wake ni lazima iwalinde watu wake. Sasa hapa ndio tatizo kuu la msingi linapoanzia. Hapa ndipo tatizo kuu la msingi linapoanzia. Mamlaka inapokosa uhalali wa kisiasa unaotokana na ridhaa ya wananchi, itaanza kujificha katika lugha nyepesi, lugha laini, kuogopa ukweli, na wakati mwingine kushindwa kufikiri nje ya box. Chadema
tumetoa pendekezo na suluhisho la moja kwa moja la mazingira ya udharura kwamba tozo iliyoongezeka kutoka bei ya awali, kwa mfano kwa Dar es Salaam mafuta yalikuwa ni shilingi petroli 2868, halafu ikapanda ghafla kwa kiwango cha shilingi 1000, ikielezwa ni tozo na gharama mbalimbali kutokana na mtikisiko wa bei. Sasa tumetoa pendekezo la udharura kwamba kwa sababu ilishatangazwa na kuelezwa ipo reserve ya kujitosheleza kwa miezi mitatu, na reserve hii iliyopo nchini haijaathirika kwa namna yoyote ile na mtikisiko uliopo katika bei kwenye soko la dunia. Unapoongeza bei kwa kiwango hiki, inaashiria kwamba serikali, watawala haiwajali watu wake hata katika mazingira ya mtikisiko yanapotokea. Sasa hebu tujiulize na tuangalie hii hoja ya reserve, akiba ya mafuta ambayo tuliambiwa ipo kwa kipindi cha miezi mitatu. Tulielezwa na katibu wa wizara kwa kile tulichoelezwa kwamba kuna reserve ambayo inaweza kutumika kwa kipindi cha miezi mitatu. Kitaalam, akiba mafuta si mapambo ya takwimu, ni chombo cha stabilization policy. Lengo lake, unaposema mna akiba ya mafuta, lengo lake kuu hapa ni moja tu, kupunguza au kuchelewesha mshtuko wa bei kwa mlaji wa mwisho, mtumiaji wa mwisho, consumer pricing smoothing. Ikiwa bei kwenye soko la dunia zitapanda ghafla kama ilivyotokea, sasa ile akiba hutumika kuingilia soko, kupunguza utegemezi wa uagizaji wa gharama kubwa kwa muda mfupi, na hivyo kulinda uchumi wa ndani. Lakini kilichotokea ni nini? Imekuwa ni kinyume kabisa. Kwa mantiki hiyo, bei zilipopanda hakukuwa na dalili yoyote ya intervention ya akiba hiyo. Hapakuwa na dalili yoyote, kwa sababu ile akiba ingetusaidia kuhimili mshtuko wa bei kwa muda mfupi, basi bei zingekuwa stable, yani zingekuwa himilivu kwa mtumiaji wa mwisho. Ikawa kinyume na kile ambacho kinatarajiwa unaposema una strategic petroleum reserve. Pili, hakukuwa na price dampening effect, yani hakuna ushahidi wa kushuka au hata kupungua kasi ya ongezeko la bei. Lakini tatu, wananchi hawakuona tofauti yoyote kati ya kipindi chenye akiba ya miezi mitatu na ambacho kingekuwa bila akiba yoyote. Maana yake ni kwamba mshtuko wa bei ulivyotokea, wananchi hawajaweza kuona manufaa ya kwamba tuna akiba tusaidia pasiwepo na mfumuko wa bei. Sasa hapa hoja ya kitaalamu inakuwa kali zaidi. Akiba ambayo haiathiri bei si akiba ni mzigo wa kifedha. Kwa nini? Kwa sababu kuhifadhi mafuta kwa miezi mitatu kunahusisha gharama kubwa, yani storage cost, miundombinu, uendeshaji wa bima, financing cost, mitaji iliyofungwa kwenye stock, opportunity cost ya fedha za umma. Sasa ikiwa gharama zote hizi zinalipwa na hakuna manufaa yanayoonekana kwenye udhibiti wa bei, sasa huu mfumo unakuwa inefficient, kwamba una akiba lakini hii akiba haimsaidii mwananchi katika udharura wa mshtuko wa bei wa hali halisi ambayo imeonekana. Kwa kifupi ni kwamba watawala hawawezi kujisifu, pamoja na kwamba katibu wa wizara amesema, lakini hawawezi kujisifu kuwa na kinga ya mshtuko wakati wananchi wanabeba mshtuko wote bila kinga ya aina yoyote. Sasa katika hoja ambazo zimejibiwa na wenye mamlaka, tunasikitika kuona jinsi ambavyo watawala wamezungumza mambo haya kwa mizaha isiyo na maana kabisa kwa wananchi, lugha zilizokosa ubunifu, lakini pia hakuna hatua yoyote ya kimadhubuti yenye nia ya kuonekana ya kuwasaidia wananchi kushusha bei hizi. Pamoja na kwamba chama chenu, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, tulitoa andiko na ushauri wa kitaalamu kabisa wenye kupendekeza
tozo hizi kwa kiwango kilichoongezeka ziondolewe kabisa. Matokeo yake mwenezi wa CCM akafanya masihara kwenye jambo ambalo ni very serious. Lakini mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Bwana Chalamila naye aidha kwa kukurupuka au kwa kuropoka ameibua jambo jipya sana katika sakata hili. Jambo hili ambalo Bwana RC amelileta ndio linalotoa taswira ya kile tulichokisema hapo awali wakati tunatoa taarifa yetu tarehe 6 mwezi wa 4 kwamba suala la uagizaji wa mafuta nchini limepewa kikundi cha watu na wametumia mwanya huu kwa kisingizio cha vita inayoendelea huko Irani na Waisraeli na Wamarekani kutaka kujipatia faida iliyopitiliza, yani supernormal profit ndani ya hichi kipindi kifupi. Watanzania wenzangu, hiki kinachoitwa Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania TPDC, na kueleza kuwa wameagizwa na wamepewa kibali na fedha ili waweze kuagiza mafuta na kisha wauze. Jambo hili lipoje kisheria? Hiki ambacho Bwana RC Chalamila amejikuta kuropoka na kukisema. Sasa sheria ya petroli ya mwaka 2015 ni kweli inaipa TPDC hadhi ya kampuni ya taifa ya petroli, yani National Oil Company, kuwa na jukumu kuu la kushughulikia masuala yote ya kibiashara katika mnyororo wa mafuta yanayohusisha nafasi ya serikali. Na sheria hiyo inaruhusu TPDC kushiriki shughuli za kibiashara kwenye mnyororo wa mafuta na kutenda shughuli yoyote ya mafuta. Sasa tatizo linakuja kwenye zabuni ya uagizaji. Bwana RC anasema hivi kwa maneno yake, ninayakoti maneno yake. Rais ameagiza TPDC iagize mafuta na kisha iuze hapa nchini. Sasa hapa ndipo penye ukakasi. Ndio maana tulisema kuwa jambo hili lina harufu ya viashiria vya ufisadi. Masuala hapa ni kuwa tenda ya kuagiza mafuta ilitangazwa lini? TPDC waliomba lini? Kiushindani pamoja na makampuni mengine ya binafsi. Waliomba lini? TPDC ilipata wapi hela za kuagiza hayo mafuta? Maelezo ya zabuni na taarifa yoyote inayojulikana na umma. Hapa ndipo penye tatizo. Haya, ingawa TPD sasa imepewa jukumu rasmi la kutekeleza hilo agizo, kazi ya uagizaji mafuta kawaida kwa njia ya tenda huwa inafanywa na makampuni ya binafsi chini ya mfumo wa uagizaji wa msingi kwa pamoja, yani ile bulk procurement. Hivyo mchakato wa zabuni ulihitajika kufanyika kwa makampuni yote ikiwemo na TPDC yenyewe kuomba, kukubaliwa pamoja na makampuni mengine. Lakini kwa sababu ambazo tunahisi ni za kifisadi, mchakato huu wa uagizaji inavyoonekana umefanywa kwa kificho na kupewa kikundi cha watu kinyume na utaratibu ili kuingiza mafuta. Hili jambo haliko wazi. Sasa kwa sababu haliko wazi, linatengeneza ombwe ya kila hisia iliyo mbaya yenye mashaka kuingia katika ombwe hilo. TPDC, nani aliyewapa tenda? Waliomba lini? Walikompiti na nani? Au ni maelekezo na maagizo tu ya mkuu? Jambo hili linaleta mashaka na linatukumbusha wakati fulani, wakati tuna dharura ya tatizo la umeme nchini, aliyekuwa waziri mkuu wa kipindi hicho alitoa maagizo ya kiudharura kuhusu kushughulikia tatizo la umeme. Mchakato ule ukapelekwa kwa haraka, ukasababisha mwanya ambao ulitengeneza deal iliyoleta hasara kubwa sana kwa taifa, deal ya Richmond, kwa sababu tu ya maagizo ambayo hayakufuata utaratibu wa kanuni za manunuzi na mchakato mzima unavyotakiwa kufanyika. Hii ya kwamba nendeni huko mkatafute mkaulizie bei, alafu mnaambiwa moja kwa moja nunueni. Je, huo ndio utaratibu wa kikanuni? Je, huo ndio utaratibu wa kimanunuzi? Jambo hili linaleta giza nene, na ndio maana tunasema linatoa mwanya kwa magenge ya cartels kutumia fursa hiyo kuingiza mafuta, kuhifadhi mafuta na kuyachukua yaliyopo katika reserve na kuyapandisha bei, na maumivu yake yanakuja kuanguka kwa mwananchi. Ndugu wa Tanzania wenzangu,
Kwenye taarifa yetu ya umma tuliyoitoa tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka huu, tunakusisitiza kuwa katika mazingira ya udharura watawala ni lazima wachukue hatua za udharura na sio kulalamika kama ambavyo tumewasikia. Bei imepanda kwa sababu ya bei kwenye soko la dunia, kwa sababu bei imepanda hata majirani zetu imepanda. Bado watawala wana wajibu wa kuwalinda watu wao, na ndio maana nimefafanua kwa kirefu sana hapa. Manufaa ya akiba iko wapi? Yale yaliyosemwa, manufaa ya akiba iko wapi? Akiba ya miezi mitatu ilitakiwa kututengenezea ustahimilivu, bei hii isipande. Ukiwa unawaelewa watu wako na nguvu zao za kiuchumi, huwezi tu ukatengeneza sababu za kuwabebesha mzigo mkubwa watu wako kwa kusema hata majirani zetu bei zao ziko juu, soko la dunia. Lazima serikali inayojali iwalinde watu wake, iwahifadhi watu wake. Sasa turejee tena katika kodi, tozo na ushuru ambao umewekwa kwa lita moja ya mafuta. Ni ukweli usiopingika, kuna msururu mkubwa sana wa kodi ambao unamlemea mlaji. Ziko kodi takribani 18 ambazo zimeorodheshwa katika lita moja ya mafuta: fuel toll ya barabara, petroleum toll, water fund levy, consolidated fund levy, petroleum levy, railway development levy, VAT. Na mfumo wetu wa kodi kwa kweli ni wa uonevu sana. Unajua dhana original dhana ya kodi ya ongezeko la thamani, VAT. Dhana ya VAT ni kodi ambayo anailipa mlaji moja kwa moja, ni gharama na mzigo ambao anaobeba mlaji moja kwa moja. Lakini kodi hii huwa inawekwa kwenye bidhaa iliyoongezewa thamani, kwa maana imezalishwa ikaongezewa thamani, imezalishwa nchini ikaongezewa thamani. Kwa mfano, ngozi imetoka kwa ng'ombe ikatengenezwa mpaka ikafaa kutumika kutengeneza aidha mikanda au pochi. Sasa ile ngozi imetengenezwa ikaongezewa thamani mpaka kufaa kutumika kwenye bidhaa. Pale ndipo unapoweka kodi ya ongezeko la thamani. Hiyo ndio dhana halisi ya value added tax, kodi ya ongezeko la thamani. Lakini Watanzania wamekuwa wanabebeshwa mzigo. Leo meza imeshatengenezwa, imekamilika kabisa, imetoka China, alafu ikifika utalipia ongezeko la thamani. Mafuta yako kabisa tayari kwa kutumika, utaongezewa ongezeko la thamani. Sasa huko mrundikano mrefu sana wa kodi mbalimbali ambazo zote hizi zimekuwa ni mzigo kwa wananchi. Tunawaeleza watawala ni vyema kuchukua hatua za haraka ya muda mfupi ili kupunguza gharama za mafuta kwa Watanzania. Hili linawezekana, na pendekezo letu sisi limekuwa ni pendekezo la hatua za haraka kwa muda mfupi. Ni vyema watawala katika kipindi hiki kama suluhisho la muda mfupi wakawajibika kuondoa kodi zote, tozo na ushuru wa mafuta katika kila bei ya mafuta. Ukizijumlisha hizi kodi kwa maana ya fuel toll shilingi 363, petroleum toll shilingi 100, water fund levy shilingi 50, consolidated fund ambayo inakusanywa kwenye mfuko mkuu shilingi 100, petroleum levy 250, railway development levy 2%, VAT 18%. Ukikokotoa na hili ongezeko ambalo kutoka 2864 kwa bei ya Dar es Salaam, acha mikoa ya mbali, mpaka shilingi 3800, ni takriban shilingi 1000. Sasa sisi tumeweka pendekezo hili ongezeko la shilingi 1000 liondolewe, turudi kwenye bei ya awali, kwa sababu ile bei ya awali yote tayari ilikuwa imeshakokotoa kodi. Kwa kipindi hiki cha udharura ambapo tumeambiwa reserve ipo, ni vyema watawala wakazingatia, tufaidike na hiyo reserve iliyosemwa ipo.
ambayo itastahimili huu muda. Baada ya miezi mitatu, basi tunaweza tukakokotoa upya tena kwa kuangalia uhalisi wa bei kwenye soko dunia. Kwa ni pendekezo letu na ni ushauri wetu kwamba hichi kinachosemwa kodi ikaongezeka kwa shilingi 1000 kiondoke chote, na wazungumzaji wasitake kupotosha tunachokimaanisha hapa. Hatujamaanisha kodi ziondolewe, tumemaanisha hili ongezeko lililotangazwa tarehe 1 kwa kusema kwamba kodi zimeongezeka kutokana na bei hiyo, kilichoongezeka kiondolewe kwa sababu hakijapata mshtuko wowote. Ni hifadhi iliyokuwepo ndani na haina mshtuko wowote. Kwa hiyo bei ya sasa ya shilingi 3800, jumla ya kodi inakaribia shilingi 868 mpaka 992. Kwa utakapotoa kodi zote utarudi katika bei inayovumilika ndani ya kipindi cha miezi mitatu, yani siku 90 kutoka hivi leo. Na tukumbuke na tunafahamu kwamba mafuta ambayo yapo njiani yanakuja, inachukua mara zote ni kati ya siku 50 mpaka 60 hadi kufika. Kwa mafuta yote ambayo yatashushwa kwenye bandari ya Dar es Salaam katika wiki ya kwanza ya mwezi wa 4, wiki ya kwanza ya pili ya mwezi wa 4 hadi wiki ya 3, haya mafuta yalinunuliwa na yalisafirishwa, hayakupata mshtuko wowote, hayana athari yoyote kupanda kwa bei ya soko la kimataifa. Kwa hiyo reserve iliyopo ndani ya miezi mitatu na ile iliyoko baharini ambayo imekuwa ikishushwa wiki la kwanza, la pili na la 3, hatutarajii kuona mshtuko au mfumuko wa bei. Chadema tunasema mafuta kwa kipindi cha miezi mitatu, kwa maana siku 90, bei ishuke kati ya shilingi 760 hadi shilingi 920. Jambo hilo linawezekana. Kinyume na hapo, tutakuwa tunatoa fursa kwa watu wachache kufaidika na kupata hii faida iliyopitiliza, yani supernormal profit, wakati reserve hii ya mafuta iliyopo haina mshtuko, na wala zile meli ambazo ndio zinaingia sasa hivi kushusha mafuta hazijanunua mafuta kwenye bei yenye mshtuko. Ndugu wa Tanzania wenzangu, mzigo gharama huu mzigo wa gharama zinazotokana na kupanda kwa mafuta hauwezi kupungua kwa watawala kupunguza magari kwenye misafara yao na kuanza kupanda mabasi. Hili sio suluhisho, kwamba tukipunguza idadi ya magari kwenye misafara basi itapunguza gharama za mafuta kwa walaji. Hilo sio suluhisho. Mzigo hauwezi kuvumilika. Kutoa hotuba za kujieleza sana, kulalamika, kujifanya mahiri wa kuelezea na kufafanua FOB, PMM, ujenzi wa gati, ununuzi wa bandari. Jambo hili linahitaji hatua na kuondoa tozo period, ili kutompa mzigo mkubwa mwananchi kama ilivyofanyika sasa. Jambo hili linahitaji kuchukua hatua. Tunarejea kusema tena kuwa tunawataka wenye mamlaka na tunatoa siku chache kwa wenye mamlaka kufanya marejeo ya bei ya mafuta na sio kulalamika. Position mnaolalamika, mmejiposition kama wapinzani na kulialia mbele ya wananchi, mbele ya Watanzania. Huu mzigo hauvumiliki, lazima bei hii ishuke kama tulivyopendekeza. Hifadhi ya mafuta iliyoelezwa kwamba ipo ndani ya miezi mitatu, hifadhi hii ni lazima istahimilie hicho kinachoitwa mfumuko wa bei, na wananchi wanunue mafuta kwa bei ambayo inaweza kubebeka. Tunaisii TAKUKURU ifanye uchunguzi kuhusu mchakato wa uzabuni kwa TPDC. Pamoja na maneno ya Bwana RC Chalamila kuwa kiongozi wenu ameagiza, ifahamike, je, maagizo haya yapo kisheria? Utaratibu ukoje? Nani ametoa hela kwa TPDC wakanunue mafuta? Zimetokaje? Zimeidhinishwaje? Hilo ongezeko la bei kwa lita moja, hilo ongezeko la bei kwa sababu gani? Jambo hili liwe wazi kwa wananchi.
Kwa nini mafuta yameongezeka kutoka 2864 mpaka 3800? Nini kimesababisha wakati kuna reserve na bei haina mshtuko wote kwenye soko dunia? Nini kimesababisha iongezeke? Watanzania wenzangu, jambo hili tusikubali kulivumilia, tusilinyamazie na tusiingiziwe hadithi na matukio yatakayotengenezwa ya kujipotezea. Kelele zipigwe, bei ya mafuta ishuke, na lazima ishuke. Chama chenu, kama mnachokiamini, Chadema, sisi tutasimama nanyi wananchi. Sauti yetu lazima iheshimiwe, hisia zenu zisipuuzwe. Kilio chenu na kiwe kelele yenye kupasua ngome ya masikio wa watawala dhalimu, na yoyote mwenye kuleta masiara kwenye jambo hili kuliwe kuwa ni adui wa Tanzania. Jambo hili lisifanyiwe masihara, jambo hili lichukuliwe hatua, bei ya mafuta ishuke. Watanzania wenzangu, ninapomalizia nizungumze kisa kimoja. Kisa hiki kipo katika Biblia, kitabu kitakatifu ninachokiheshimu na kukipenda sana. Kisa hiki ni hadithi yenye funzo la kiimani, kiroho na kimaisha katika maisha ya kawaida. Kipo katika kitabu cha Mwanzo sura ya 41. Katika nchi ya Misri, Egypt, alikuwepo mfalme anaitwa Farao. Aliota ndoto. Ndoto hii ilikuwa ya ajabu sana. Aliota mara ya kwanza, alafu akaamka, akalala tena, akaota mara ya pili, yani episode ya pili ikaendelea. Ilimtesa, na ndoto hii ilikuwa halisi sana, ikionyesha kuna hatari katika nchi. Akahitaji watu wamfafanulie maana ya ndoto ile, maana aliona hatari katika nchi. Akakusanya mawaziri wakuu, hapakuwa na majibu. Ikulu haikutoa majibu. Akaita wananchi, hawakutoa majibu. Wakaitwa watu kutoka nje, hawakutoa majibu. Waganga waliitwa, hawakutoa majibu. Lakini ikaja habari kwamba mtu mwenye majibu ya shida yuko magereza. Mtu mwenye majibu ya shida alionayo mfalme yuko magereza. Kule magereza alikuwepo mtu anaitwa Yusufu, aliyekuwa amesingiziwa kwamba amebaka. Alikuwa katika gereza ambalo huwa wanafungwa wafungwa wenye oda ya kufungwa na mfalme. Alipoletwa, akatoa majibu kwa nchi ya Misri. Nchi ya Misri ikapata neema na kibali. Enyi watawala wa Galatia, pamoja na ugumu wa mioyo yenu na kupotoka kwenu, masikio yenu na yasikie neno hili, na akili zenu zitambue na zifahamu fundisho katika somo hili na jambo hili na hadithi hii. Matatizo ya nchi hii, majibu yake anayo mtu ambaye yupo kule magereza, aliyesingiziwa kesi ya uhaini. Lissu sio mhaini. Lissu hana hatia. Hajawahi kukaa kikao chochote cha kufanya uhaini wala kupanga njama za kufanya uhaini. Maneno yote aliyoyasema ni ya kweli. Nchi hii inahitaji mabadiliko katika mifumo ya uchaguzi, tuwe na chaguzi za huru, haki na zinazoaminika. Aliyasema maneno haya kwa nia njema kabisa, kama mtu anayelipenda taifa lake. Haya sio maneno ya uhaini. Enyi watawala wa Galatia, mwachieni Tundu Lissu, mtendeeni haki, taifa hili lipate kubarikiwa. Lissu hana hatia. Lissu sio mhaini. Matatizo tulionayo, changamoto tulionayo inaweza isipate majibu, aidha kwa kuunda kamati, vikosi kazi, commission, watu kutoka nje, hata wakija watu kutoka sayari ya Jupiter. Majibu ya taifa hili, yule mtu aliyoko magereza asiye na hatia. Lissu sio mhaini. Lissu hana hatia. Nimalizie kwa kusema, tunawasihi watawala, chukueni hatua. Kodi na tozo hizi kwa msururu huu ziondolewe. Ongezeko hili lililotokea tarehe 1 mwezi wa 4, ongezeko hili liondolewe. Reserve iliyopo iweze kuvumilia kipindi hiki cha mpito kwa udharura. Jambo hili linawezekana. Hivi sasa Watanzania wanateka kwa gharama mbalimbali zilizopanda, kwenye magari, kwenye bodaboda, kwenye bidhaa.
Tusipochukua hatua tutakuwa tunawatesa na kuwabebesha mzigo wa Tanzania, kitu ambacho hakitavumilika. Watanzania, jambo hili halivumiliki, tusilivumilie na tusilikubali. Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.